ile level ambayo watu walikuwa wanatamani wafike, kwa maana ya kwamba mechi kama Namungo, mechi kama JKT zile ambazo wamefungwa, wamedraw, ndio mechi ambazo zinawapa timu nyingi sana ubingwa. Kwa mfano timu za Simba na Yanga ubingwa. Kwa maana kwamba unitizama mechi ilivyokuwa inaendelea, kama ungelikuwa kwenye nafasi ya Azam FC ukaichukua ukaiweka Young Africans, zile nafasi ambazo walikuwa wanazipata, unajua kabisa unapambania ubingwa, hawezi kuzikosa. Nadhani wao jana wamekosa matokeo kutokana labda na uchanga wa wachezaji wao wa kuamua mechi. Bado hawajawa na wachezaji wakubwa. Kina Faisal wapo na vijana wamekosa magoli. Ni kuepo, unaangalia ndio maana nikasema bado hawajawa na wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi. Kulitokea chansi zaidi ya 3 ambazo kama una wachezaji ambao wanatambua jukumu ambalo liko mbele yao, wangezitumia zile nafasi isingeta kutokea. Lakini pia nadhani pressure kwa Azam FC sio kubwa kutoka nje ya uwanja, ndio inasababisha hata performance ya wachezaji wao inakuwa ya aina ile. Ukiachana na chansi zote, kuna chansi moja ambayo alikosa, chansi moja ya Faisal, achana na Faisal, gonga mwamba Selemani Sopo. Umechezwa mpira wa cross, then kipa kaokoa, kipa kadondoka chini, kuna mabeki wawili ambao wako pembeni, then ule mpira anaenda kupiga kwa nguvu, ambao ulikuwa ni mpira kama una mchezaji ambaye kakua kiakili, kakua kisoka kwenye eneo kama lile, haina haja ya kupiga kwa nguvu, ni haja kuwa na papara, kutabu taratibu kwenda golini. Kwa hiyo Azam kakosa matokeo kwenye mechi ambayo alistahili kushinda. Lakini pia Namungo ameonyesha uimara wao baada ya kutanguliwa and then kuwa nyuma kwa red card, kwa maana kwamba wote walikuwa pungufu baada ya wachezaji wao wawili kwenye eneo la ulinzi wote kupewa red card na kutoka. Kwa hiyo wakawa pungufu, wao wakaamua kuiamua mechi. Kwa hiyo tuendelee kumvumilia Ibenge kutokana na matokeo ambayo tusikatie tamaa Azam, si ndio? Azam bado, yani hauwezi kuiweka kwenye mbio za kwenda kupambania ubingwa. Hilo tuweke wazi.